kufanya vizuri zaidi katika mechi zote nyumbani na ugenini. Kwa hiyo tumeweza kujiandaa vizuri kwenye mchezo kuweza kupata pointi 3. Kwa hiyo yalotokea yametokea. Tunapokea mchezo wa mpira ni wa makosa. Kwa hiyo makosa yalotokea basi tunaenda kuweka sawa katika uwanja wa mazoezi. Wapinzani walikuwa bora maeneo yote, maeneo katikati wameweza kutupress vizuri, tukafanya makosa, tukaruhusu magoli mengi na tuliweza kuruhusu magoli mengi zaidi haya. Kwa hiyo makosa tumefanya mengi sana. Lakini kwa upande wa mjumbe wa kamati ya utendaji wa klabu ya soka ya Yanga Alex Ngai, yeye anatueleza ni kwa namna gani wao kama Yanga hawajikuti wakiwa na pressure yoyote kuelekea mbio za ubingwa kwa kasi ambayo wapinzani wao wanaionyesha. Ni ushindi mkubwa. Zimekutana timu za ligi kuu ambazo zina mzani tofauti. Mashujaa ni wazuri, lakini wamekutana na Yanga ambayo ni nzuri zaidi. Kwa hiyo sio jambo la ajabu kufungwa. Sisi tunaangalia ya kwetu, kwa sababu kwanza ukizingatia yule wala tufukuzani naye sisi. Mimi sina uhakika kama yuko nafasi ya ngapi, tofauti na sisi huko tuliko. Kwa hiyo cha msingi sisi tunaangalia malengo yetu tunayatimiza kwa asilimia ngapi. Watu wengine, hii ndio maana ya ligi. Mwisho wa siku mafuta na maji yatajitenga na mabingwa watapatikana. Bila shaka hata kasi yao haiwapi wasiwasi kama Yanga kwamba pengine mna mshindani ambaye anaweza kuwapa shida zaidi kwenye hesabu za mwisho za ubingwa. Hapana, tunawaheshimu timu kubwa, timu kongwe, timu ina mashabiki wengi. Ni mmoja na wao vile vile ni watu ambao wanatafuta ubingwa, kwa hiyo tunawaheshimu kwenye kipande hicho. Ila cha msingi tu sisi tunaendelea kupambana kwa ajili ya kutimiza malengo yetu. Naye kocha Julio alikuwa ni sehemu ya watazamaji wa mchezo huu, naye amepata nafasi ya kutueleza utofauti wa kiupambanaji ambao ameutazama kati ya Yanga hii na namna ambavyo Simba anaiona inacheza kiwanjani wakiwa kama mafarasi wawili kuelekea mbio za ubingwa. Unajua mchezo wa mpira ukifanya makosa utaadhibiwa. Wamefanya makosa 6, wameadhibiwa goli 6. Yanga walikuwa na ubora mkubwa sana leo kuliko Mashujaa. Mashujaa walikuwa wakicheza kitoto, lakini Yanga wamecheza mpira wa kwamba tunatafuta ushindi. Lazima tushinde. Wamefanikiwa, wana wachezaji wazuri na unaweza kuona kuna kitu ambacho kimewabeba Yanga. Kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa kwenye AFCON, kwa hiyo wamekuja na ile rhythm yao ambayo walikuwa wamechezea kule kwenye AFCON, ndio walokuja nayo. Lakini kuna wachezaji lile ingizo jipya, mmoja wapo Okelo ambaye naye alikuwepo kwenye hiyo AFCON. Kwa hiyo ndio maana umeweza kuona Yanga wako vizuri, timu yao imecheza vizuri na walideserve ushindi waliopata. Unajua safari bado mbichi, bado mbali sana. Isipokuwa nyota njema inaonekana asubuhi. Jinsi Yanga ambavyo wanaonekana wanacheza, unaona kabisa kwamba kuna kitu wanakidhamiria. Simba sio timu mbaya, timu nzuri, lakini ukiangalia hata ile fighting spirit yao huwezi kuikompea na Yanga ambao wamecheza leo. Yaani tuwe wa kweli. Kwa hiyo Simba wana kazi ya kufanya, kuona kwamba wanahitaji ushindani ili waweze kupata huo ubingwa ambao wanaohitaji. Kwa sababu Yanga wanataka ubingwa na Simba wanataka ubingwa, lakini wenzao wanafanyia kazi. Kwao bado hawajaamua kufanyia kazi. Sasa hapo kidogo kuna tofauti. Ni kwamba hawajaamua ama wanafanyia kazi ila hailipi kiwanjani. Sasa hapo sijui kama wanafanyia kazi au nini. Huo muono wangu mimi kwamba ninavyoona Yanga wanavyocheza kwamba kuna kitu wanakitaka, lakini Simba wanavyocheza haionyeshi kwamba kuna kitu gani. Sawa, baada ya mchezo huu leo kituo kinachofuata kwa Yanga ni pale Cairo, Misri dhidi ya Ahly, mwendelezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kutoka hapa KMC Complex Dar es Salaam, naitwa Omar Mkoroine na hii ni Sports Extra ya Clouds FM. Okay, Omar Mkoroine akitujuza kutoka pale KMC Complex kilichojiri katika dakika 90 za mchezo wa Yanga dhidi ya Mashujaa FC, na mchezo huo kumalizika kwa ushindi wa Yanga wa mabao 6-0. Bahati nzuri wakati Mashujaa wanajipa jina la mapigo na mwendo, sikuwauliza mwendo wao wanakwenda mbele au wanarudi nyuma. Kwa hiyo bado unabaki kwenye mabano. Inawezekana leo wamepigwa na wanarudi nyuma badala ya kwenda mbele. Wamechezea 6. Au kuna ile nyuma geuka. Sasa leo kuna ta. Alafu geuka wanarudi tena. Unapiga afu unarudi nyuma. Afu wakati yule shabiki adui yako anampiga unamkosa. Kwa hiyo maana yake wewe unarudi nyuma. Lakini pili, msemo safu ya ushambuliaji ya Yanga PDD, kuna nyakati fulani ilikuwa inaonekana msemo huu kwa karibu na PDD ilikuwa inaonekana mashuhuri, umaarufu mkubwa, mwamba kwa karibu na PDD. Kaja nyakati mtu kumwambia kwa karibu na PDD, nani akwambia mimi kwa na PDD? Si haikufika hata kwa wala simjui. Kwani nini? na sio wote ambao wanamfahamu PDD. Kuna watu wa kizazi hiki unaweza kusema cha Gen Z. Inawezekana ni masimulizi hawajawahi kubahatika kumfahamu
kwa undani ikabakia tu AKA kwa maana ya safu ile na initial ya majina ama zile letters za washambuliaji ambao wameonekana kufanya vizuri kwa mechi ya leo, kwa maana Pacome, Dube na Dep. Kwa hiyo zile P Pacome, D Dube, D nyingine Dep. Kwa hiyo kifupi P D ambayo kuna watu hawataki, kwa wewe rafiki yako P D hawataki. Hatuzungumzie P D yule, tunazungumzia kifupi cha majina ya washambuliaji wa Yanga. Kama vile kulikuwa Madrid kuna BBC zilikuwa kule Madrid wapi na nini, kwa vitu kama hivyo, MSN Barcelona, vitu vipo bana. Nafikiri Julio kamaliza, kaonyesha kabisa kwamba wanavyocheza Yanga wanaonekana wanataka kitu, na siku zote timu kubwa ukicheza timu ya kawaida muonyeshe ukubwa wako, ndio ambao Yanga wameonyesha Mashujaa ukubwa wao kuliko kutaka kuonyesha kwamba sisi tuko level. Muonyeshe kwamba sisi ni wakubwa kwako, tunakuadhibu. Kajiulize, jipange siku nyingine uje na maarifa makubwa zaidi. Inatengeneza hofu ambayo inaweza ikawa inawasaidia kwa mpinzani anayekuja, au hata wakati mwingine mkikutana na Mashujaa kirudiana tena yani walau sasa hizi mawazo yanakuwa ni tupunguze idadi. Jamani, tusijifanye tunataka kushindana nao. Hebu tubaki nyuma tuangalie tunafanyaje. Tupunguze walau idadi, sio ile mnashindana kwamba watufunga kamoja bila hawa safari. Kwa hiyo ina nani, lakini pia kwa namna ambavyo timu muda mrefu haijacheza, kwa inapasha misuli kwa ajili ya michuano ya kimataifa. Kwa hiyo inaweza ikawapa morali na hari kuendea mchezo ambao ni mgumu. Kama timu mmeshamaliza, tofauti na ile mmetoka huku labda mmetoka sare, kwa mmeenda kwanza mmeshazinguana kuanzia kwenye uwanja mlomaliza mechi mpaka mnakwenda kusafiri, bado kila mtu mawazo ya ile mechi alafu mwalimu anakuwa anajiuliza niende na mpango huu au tengeneze mpango mpya na au ni watu wao kweli wako tayari kwa tukio, kwa sababu zile mechi mwalimu anajaribu mpango wake atakaoutumia. Sikute mwalimu wa Yanga akasema mpango huu unakwenda nikautumie na Ahali. Hebu leo ni ujaribu mpango kazi wangu, utafanya kazi. Kwa hiyo unapoona umefanya kazi kidogo unakupa hope na matumaini, wote unaona tumetumia, ingawa level ya timu tofauti, ushindani tofauti, lakini walau unawapa mwanga na kuona kumbe mpango kazi tukisema tukae nao kushikilie unaweza ukatusaidia. Inatia moyo kwa mwalimu pia kuona level ya uchezaji ya mchezaji mmoja mmoja, kuona kwa namna ambavyo unaweza ukasafiri na kikosi na kikakupa hiyo. Kulinganisha Simba na Yanga kwa sasa hivi kwa namna ambavyo wanaenda, sana utawatupia tu lawama viongozi wa Simba. Lakini lazima tulinganishe, yani kwa namna ambavyo kwa sababu kuna timu mbili. Kuna Edgar Kibwana ambao wewe tayari umeshamaliza chuo na umeanza shughuli zako, unaendesha maisha. Alafu kuna mimi ambaye nimeshakuwa na maisha, alafu ni kama nilifilisika, naanza upya. Ulishakaa kwenye maisha fulani afu mambo yamekata, naanza upya, unaanza kujipapatua huko. Kwa hiyo lakini katika hilo kiemba kufilisika huko, inawezekana kuna baadhi ya nyaraka zimefichwa kwamba kuna mpunga huko benki. Maana kwenye kufilisika huko kuna mmoja akalibuka, kiongozi mmoja akasema mwaka huu hayo ni mapambio tu Edgar. Sasa yeye ni kiongozi wa timu, yani inapata mapambio, lakini ina reflect kwamba huyu ndio kiongozi ambaye anahakikishia maisha wale wote ambao wako na vinasaba na yeye pamoja na timu yake, kwamba njaa sasa basi, mvua imenyesha, mavuno yamepatikana. Inawezekana mafuriko, mvua imenyesha, mvua imenyesha, mafuriko yameondoa na mazao yenyewe, unavuna nini? Wewe unasema mafuriko, yeye anasema zaidi ya Kambale tu abeletu. Yeye huko nje mnasema kuna njaa kwa sababu ya mafuriko, lakini yeye anasema kitoweo kipo. Umebisha hodi, hamna kitoweo. Yaani ukiangalia kiuhalisia, Simba msimu uliopita walisema wanajenga timu. Wakafuruku, wakacheza finali, wakaona timu ya ushindani tunayo. Msimu ujao tunakwenda sasa kuzoa kila tulichokiona. Sasa wamejikuta bado, yani kama tena kuna hatua zingine wamerudi. Baada ya kuja na hiyo pressure kwamba ujenzi wa timu umeshakufa. Unajua ingekuwa kuna ujenzi wa timu, baadhi ya watu wangevumiliwa kama ujenzi ungekuwa unaendelea. Lakini kwa sababu timu ilijihisi inataka kushindana, ilisitisha baadhi ya mipango mingi kwa msimu uliopita. Ikaona sasa tufungue booster.
tukapambane. Sasa wamekuja msimu huu, unaona kila baada ya miezi miwili wanarudi tena nyuma. Yaani ujenzi ni kama vile vunja hapa tuanze tena upya. Sasa hivi sasa wapo yani ni kama Simba wameanza total. Kwa hiyo kuwaona kama washindani kwa namna ambavyo wanakwenda, mimi nadhani ni pressure tu ambao wanajiongezea. Wakikubali kwamba sisi tunajenga timu total na hawa watu hawezi kwa hivi sasa. Sisi sasa hivi tutengeneze timu yetu. Tutengeneze timu pasipo kuangalia hawa kwa sasa hatuwawezi. Sio level zetu. Unajua wakati mwingine inakurahisishia kuishi muda mrefu. Sasa anayetakiwa kutoa hiyo pressure ni nani? Viongozi, mashabiki. Mbona msimu uliopita walitoa hiyo pressure na watu walikuwa wanakubali? Kwa maana sisi tunajenga timu. Kuna kukubali na kunyamaza. Walikubali na kauli mbiu wana Simba ilikuwa sisi hapa ndo tunajenga, hata 20% hatujafika. Yaani walikuwa wakitaka kutamba. Kuna wakati walinogewa wala kuongoza ligi wakajua kumaliza. Lambano tukakumbushana tukaambia na ukarushwa kweli mishahara. Kuna wakati walinogewa wakaamini kwamba kumbe tumekaa kilele, inawezekana. Kama tunajenga timu tuko hivi inawezekana. Labda Kiemba, ile spirit ya kushindana ile inatengenezwa na nini? Kwa sababu quality ya wachezaji wa Simba mimi sitaki kuamini kwamba eti ni timu ambayo ya kushindwa kupata pointi 3 kwenye michezo ya ligi kuu ya Tanzania bara. Sio uwezo kushinda michezo yote, lakini kuna michezo unaona kabisa wana uwezo kupata pointi 3. Lakini ukiwaona kama yani uwaoni kama wana ari ya kutafuta kitu, wanacheza kama wamalize dakika 90 waondoke, maisha yaendelee. Yani ile uimara wa timu haupo. Kuanzia kwenye kuflow kuanzia juu mpaka chini. Kwa hiyo ni kila mtu kama kuna kitu chake anawaza ambacho hakiendani kwa pamoja kwenye kile ambacho kinatokea. Yani kwa maana kwamba wachezaji bado hawajakaa kwa kutulia kutokana na mabadiliko yanayoendelea kwenye timu, lakini kwa walimu, kwa nini? Yani kila mwalimu akija anatoa kitu kipya, mrejesho kwamba bana hapa wachezaji hatuna, leta watano wengine. Leta wengine watano. Kwa hiyo yule ambaye alikuwa anajihisi kama ni sehemu ya mchakato anajikuta hayupo. Juzi tu hapa tulikuwa tunaona Miraji alirudishwa kutoka Misri. Akaingia Mligo. Lakini leo hii unaweza kukuta ripoti zingine na mwalimu ana sina fullback wa kushoto. Si mwalimu pia ana wachezaji. Kwa hiyo sasa yani ule uimara tu wa watu kwenye timu, mchezaji mwenyewe kwanza mwenyewe tu ajiamini kama mimi ni sehemu ya timu. Yani bado hawani hata ukiona wanacheza ni kila mtu anacheza kwa sababu mimi ni mchezaji wa mpira wa miguu nacheza. Lakini kusema timu ya Simba inacheza au hapana. Kwa hiyo wana kazi kwanza ya kutengeneza timu. Kwa mwalimu aliyopo sasa hivi ana kazi ya kutengeneza timu iwepo kiwanjani. Iwe timu sasa. Iwe timu ambayo inaweza kutafsiri yale matukio matano ya mchezo kama timu. Alafu ana kazi ya kupandisha viwango vya mchezaji mmoja mmoja. Okay. Kwa sababu hata wale ambao walikuwa wanaonekana ni top performer ni kama wamefyonzwa na wenzao wote na wao wamekuwa level moja. Wameshuka chini. Yeah. Na kama hamna huo imara kuanzia kwenye uwanja wa mazoezi na inakusaidia kuimarika. Okay, kwa hiyo kumbe shida iko hapo. Hakuna mambo ya shida. Simba sasa hizi ataanza kutajwa majina ya watu. Watu hao wana nani tu. Simba ilitengeneza timu msimu uliopita, imevunja yote, imeamua kuanza upya. Ndio kinachoa. Unajua nafikirisha kwa sababu gani? Lakini kama unabadilisha makocha, lazima timu ibadilike. Ndio. Sasa wewe una mradi wako unabadilisha aje? Haiwezekani. Na inafikirisha kwa sababu gani? Kama una top scorer wa timu msimu uliopita, si ndio? Jean Chalewa. Una wengine ambao waliingia kwenye kinyang'anyiro cha ufungaji bora. Mkwala ameondoka, si ndio? Jean Chalewa muda wote ule. Sikia naye kuna tetesi. Anaweza kaondoka. Alafu bado uamini katika mradi ambao unaotengeneza, unakuja kuanza upya kwa watu wapya. Itoshe tu kusema baada ya mechi ya leo ya Yanga ni kwamba Yanga anashindana na Yanga nyingine zilizopita, ashindani na timu nyingine kwa level ya timu ambazo yaani ukipata Yanga classify kama ni timu zinazoshinda na Yanga. Kama Yanga msimu ilinganisha na Yanga msimu uliopita, je, ipi bora? Ndio utapata majibu. Ilinganisha na Yanga yenyewe ya msimu uliopita, lakini kulinganisha na timu nyingine
utatengeneza lawama tu gumu na longwa kwa watu na longwa na maneno pressure ambazo Yanga wanazo. Utaona msimu ulivyokuwa umeanza, hata wakati tunaizungumza Yanga tulikuwa tuizungumzi kulinganisha na timu nyingine kwenye ligi. Kwa tunazungumza kulinganisha na Yanga iliyomaliza ligi msimu uliopita. Wakati ule wanacheza mechi ya 3 ya 4 wakaenda kutoka sare na Mbeya City. Mazungumzo yalikuwa ni kwamba kuna step kidogo zimerudi kwa Yanga iliyomaliza ligi na hii. Lakini hakukuwa na mjadala kwamba kuna timu fulani sasa hivi imezidi Yanga. Hakukuwa na mjadala huu. Sisi hapa studio hatukuwa nao. Tulikuwa tunajaribu kuitazama Yanga iliyopita na ile ambayo ilianza ligi msimu huu. Hata maingizo mapya yalikuwa yanaangaliwa na wale walioondoka. Si na wachezaji wengine waliopo kwenye ligi. Yakaonekana walioondoka bado walikuwa ni bora kuliko kuziba nafasi. Maingizo mapya walikuja kuziba nafasi bado yameshindwa kuongeza kile ambacho kilikuwa kinafanywa. Mfano leo moja kati ya mashabiki wakubwa sana ambaye sio Yanga. Sema huyu goalkeeper Johola huyu au kauza mechi. Kaambia jamani, wewe mpira unaangalia wapi? Mpira tunaona wote, mtu timu imezidiwa kabisa. Kocha leo nafikiri kama atakuwa anasikia Sports Extra. Amezungumza namna ambavyo mpango kazi wao umeshindwa na namna Yanga walipocapitalize wameshinda goli 6. Utamlaumu Johola goalkeeper, utamlaumu Mpoki, Jamal wale madereke. Yanga kuna utawapa lawama za bure kabisa. Wachezaji wao kama si 3 4 wako AFCON. Sawa, wanacheza AFCON. Waliobaki wanacheza Mapinduzi. Sawa. Ndugu zangu Mashujaa wako Kigoma kule. Sijui kuna shughuli za mawese zilikuwa zinafanyika mavuno sio vipi? Karibu mwezi mzima unajua. Uwasikia kucheza mechi ya majaribio unajua kufanya nini. Kwa hiyo wamekuja kuikuta Yanga iko kwenye rhythm. Wao ndo wanaamka usingizini. Wakifuta sura namna hii kama kumekucha au bado wanaokota nyavuni. Hivi tuko kwenye mechi au bado wakifuta sura hivi wameokota nyavuni. Kwa nayo hiyo imewaathiri. Haina tofauti kabisa, yani hiyo kabisa ushindani kwa kwa sababu wachezaji wote na wachezaji hata waliotoka wale AFCON baadhi walikuja Yanga wakawajoin wenzao kule Zanzibar. Kwa hiyo rhythm zile wao bado wako, hawa ndo wanaanza msimu. Yani sasa hizi hawa Mashujaa ndo wanaanza msimu. Wametoka pre-season. Ndo wanaanza msimu. Kwa hiyo kuchezea 6 ni jambo la kawaida, sio la kushangaza kwa aina timu wanakutana nayo leo. Kwa maana ya kama wanaanza msimu, utimamu wa kimwili yote hayo, utimamu wa kimwili, kiakili, kila kitu ndo wanaamka. Yaani kunakosekana ule usharp. Unajua unaweza ukawa uko fit lakini ile sharpness kiwanjani inakosekana kwa sababu ya kukosa mechi za ushindani. Bana Betway wanakuambia ni weekend fulani hivi yenye unoma kama wote. Dabi zinapigwa, ligi kuu bara imerudi, finali zinachezwa na ligi kuu Ulaya moto ni ule ule. Tunataka kufanya wezama tu www.betway.co.tz. Suka mikeka kwenye kali za leo. Mkeka ukitiki usitiki utajipatia tuzo pointi mara 2 ambazo unaweza kuzibadili kuwa pesa wakati wowote. Ukishia kodi zako kwa washikaji na kwenye mitandao yako ya kijamii utajipatia 4% ya kila dau washikaji wakitumia kodi zako. Kipengele cha two up kipo kwa ajili yako, yani timu utakazozichagua zenye two up zikiongoza kwa mabao mawili zaidi tunakulipa kabla dakika 90. Ni weekend ya kiboss, ni muda wa kutengeneza mkwanja. Hairuhusiwi kwenye umri chini ya miaka 18. Unakumbushwa tu kwamba unatakiwa ubeti kistaarabu. Mambo mazuri kwenye kubashiri mara nyingi huja matatu. Jiunge na Betway leo.